Mwana, taarifa ambayo tuko nayo kwa sasa ni kuhusiana na kukamatwa kwa msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe hiyo jana majira ya saa 7:30 usiku. Bwana, taarifa ambayo ipo na imethibitishwa na kamanda wa polisi mkoa wa Tabora ni kwamba Ali Shabani Kamwe anashikiliwa mpaka sasa, na moja kati ya chanzo kikubwa ama sababu kubwa ya kushikiliwa kwa Ali Shabani Kamwe ni yale maneno ambayo aliyazungumza ama maneno ambayo alikuwa anayatoa kwa viongozi. Kwa hiyo hebu tumsikilize kamanda wa polisi mkoa wa Tabora akizungumza na Clown Sports kwenye michezo na kuthibitisha kwamba Ali Shabani Kamwe anashikiliwa na anahojiwa, na mara baada ya mahojiano basi watatoa taarifa juu ya hatima ya Ali Shabani Kamwe. Uko na sisi live hapo, unazungumza na Juma Ayo kutokea Crown FM Dar es Salaam. Ndio Juma. Yes, jana bahati nzuri tulizungumza na tukapeana ahadi ya kukurudia baada ya mechi kumalizika jana. Bila shaka mlivyopangilia kila kitu kilienda vizuri RPC, mechi ilimalizika salama na mambo yalikwenda kama mlivyotarajia. Tunashukuru sana. Ndio. Ndio. Hakukuwepo na shida yoyote? Hakuwa na shida, naona mchezo ulimalizika salama, hali ilikuwa ya utulivu. Ndio. Tunashukuru wapenzi wa michezo walishirikiana na vyombo kwa ajili ya kuhakikisha kuna usalama. Na vipi, kuna taarifa ambazo tumezipokea asubuhi ya leo kwamba msemaji na afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amekamatwa usiku wa leo majira ya saa 7 na jeshi la polisi. Taarifa hizi zikoje? Ni kweli tunamshikilia msemaji wa timu ya Yanga Ali Kamwe na anafanywa mahojiano kwa sasa. Changamoto ni nini? Anatumiwa kwa kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Hilo jambo limefanya tumkamate na anayafanywa mahojiano kwa sasa. Na yupo kwenye kituo gani? Yupo kwenye kituo kikuu cha polisi Tabora. Na viongozi imeelezwa kwa baadhi ya viongozi wa Yanga kwamba wamefika kituoni na hawajamkuta hapo Central. Sasa unasikiza taarifa yangu au ya kwamba hawajamkuta? Kwa hiyo tutarajie ataachiliwa leo ama utaratibu ukoje sasa baada ya kuwa mmemshika? Kama nilivyokuambia, kwa sasa anafanywa mahojiano na baada ya mahojiano tutatoa taarifa zaidi. Bwana, iko hivyo kwamba msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe anashikiliwa na jeshi la polisi na yuko kwenye kituo kikuu pale Tabora. Kwa hiyo habari iko hivyo, lakini pia taarifa zinazungumza kwamba uongozi wa klabu ya Yanga unaendelea kufanya jitihada za kuweza kufuatilia suala hilo ambalo limetokea ghafla. Bwana, taarifa inasema msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe amekamatwa na polisi mjini Tabora baada ya mchezo kati ya Tabora United na Yanga, tukio lilotokea usiku wa saa 7:30 ambapo Ali Kamwe alipelekwa katika kituo kikuu cha polisi Tabora. Mpaka sasa bado hajapatiwa dhamana na anaendelea kushikiliwa. Uongozi wa Yanga unafanya jitihada za kushughulika swala hilo ili kuhakikisha linamalizika haraka. Taarifa iko hivyo. Sasa moja kati ya kitu ambacho pengine pia kimeshtua ni mara baada ya mchezo kuanza ama kwenye uwanja wa Hari Hassan Mwinyi pale Tabora, alionekana mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha pamoja na Ali Shabani Kamwe wakisalimiana kwa bashasha, wakizungumza vizuri. Ikatokea baadhi ya watu kuzungumza kwamba ni kweli mpira sio wadui na kila kitu kiko sawa. Kwa sasa Ali Shabani Kamwe na Paul Chacha mkuu wa mkoa wa Tabora wanazungumza vizuri, lakini taarifa ambayo imetokea ya kukamatwa kwa Ali Shabani Kamwe, na tatizo kubwa ama sababu kubwa ya kukamatwa ni kutoa lugha chafu kwa viongozi, limewashtua watu mara baada ya hiyo jana mkoa wa Tabora na Ali Kamwe kuonekana wakisalimiana kwa bashasha. Kwa hiyo ni moja kati ya jambo ambalo limeshtua kidogo, lakini pia tuliona kabla ya mchezo kuanza na baada ya kauli ya Ali Shabani Kamwe tuliona ile kauli ambayo alitoa afisa habari wa klabu ya Tabora United Christina, akazungumza kwamba Ali Shabani Kamwe anapewa masaa 24 ili kuweza kuomba radhi kwa kila ambacho alikizungumza. Na moja kati ya maneno ambayo Ali Shabani Kamwe alikuwa akiyazungumza ni kuhusiana na
kauli ambayo pia aliitoa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha kwamba kuelekea kwenye mchezo husika dhidi ya Yanga kwamba kuna baadhi ya simu ambazo zimekuwa zikipigwa kwa wachezaji ili kuwahonga fedha, lakini akawaambia wachezaji kwamba kama kuna mtu anapitisha fedha nyie chukueni, alafu nendeni mkafanye kile ambacho umeelekezwa kukifanya. Lakini pia akatamba pia kuhusiana na timu ya Yanga na akatoa dau kwa klabu ya Tabora United milioni 60 kama wataifunga klabu ya Yanga, moja kati ya hamasa ambayo alikuwa akitoa mkuu wa mkoa wa Tabora. Lakini Ali Shabani Kamwe yeye akasema Paul Chacha siku ya mchezo atachacha kwa sababu wanakwenda kutoa kichapo. Kwa hiyo ni moja kati ya kauli ambazo zilitolewa na mkoa wa Tabora pamoja na Ali Shabani kama sehemu ya kuelekea kwenye mchezo husika dhidi ya Tabora dhidi ya Yanga na Tabora. Lakini taarifa ya kukamatwa kwa Ali Shabani Kamwe ni moja kati ya taarifa ambayo ni kama imeshtua hivi kwamba inakuwaje walikuwa wanacheka vizuri kwenye mechi na mwisho wa siku limetokea hilo la kukamatwa kwa Ali Shabani Kamwe. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo kwa sasa inazungumzwa sana kwenye vyombo mbalimbali vya habari kuhusiana na hicho Ali Shabani Kamwe kushikiliwa na polisi. Na taarifa kama ambavyo nimekujuza, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Richard Abwao amethibitisha msemaji wa Yanga Ali Kamwe na ameshikiliwa na jeshi la polisi tangu usiku wa kuamkia leo kwa tuhuma za kutoa lugha mbaya kwa viongozi wa serikali. Jeshi la polisi limeahidi kutoa taarifa zaidi baada ya mahojiano, wakati RPC Abwao akizungumza na hili game pia kupitia Clouds FM. Na ikumbukwe kabla ya mchezo wa Tabora na Yanga, Kamwe alinukuliwa akimjibu RC Tabora kwa kauli ambazo zilitafasiriwa sio za kuheshimiana. Kwa hivyo pengine mara baada ya maamuzi ama mara baada ya Ali Shabani Kamwe kuhojiwa, pengine tutapata taarifa kama ambavyo jeshi la polisi limezungumza kwamba litatoa taarifa zaidi mara baada ya mahojiano. Kwa hiyo tusubiri na kuona nini ambacho kitajiri mara baada ya taarifa hiyo kuwa imetoka kuhusiana na kukamatwa kwa visa bale wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo iko hivyo, na kama ambavyo tunafahamu mchezo wa Yanga na Tabora mara baada ya kutamatika, Yanga waliibuka na ushindi wa magoli 3-0 na kuendelea kujikita kileleni mwa ligi kuu soka Tanzania bara. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.